Hii ni simulizi ya kusisimua na yenye mafunzo mengi inayohusu siri nzito, utajiri wa masharti na nguvu ya upendo wa kifamilia. Siku hiyo, jua la mchana lilikuwa likiangaza kwa bashasha kwenye madirisha ya rangi ya kanisa kuu. Sandra Biaka, akiwa amependeza kwenye vazi lake la harusi lenye rangi ya kijivu ya kipekee, alishika mkono wa mume wake Kelvin huku akitoka kanisani katikati ya vigelegele na shamra-shamra. Kelvin hakuwa mwanamume wa kawaida. Alikuwa kijana mtanashati mwenye utajiri usiopimika na nyumba za kifahari kila kona ya mji. Wakiwa ndani ya gari la kifahari lililokuwa limejaa zawadi, Sandra alimtazama Kelvin na kutabasamu. "Hatimaye, mimi ni mkeo," alisema kwa sauti ya chini. Kelvin alimshika mkono kwa nguvu, lakini machoni pake kulikuwa na kiza fulani ambacho Sandra, kwa furaha yake, hakuweza kukiona. Walipowasili kwenye mjengo wao wa kifahari, mjengo mweupe uliopambwa kwa madirisha makubwa na magari ya mamilioni, Sandra alihisi kama yupo peponi. Usiku ule walikula chakula cha anasa, wakacheka, na kisha kuelekea kupumzika. Asubuhi iliyofuata, Sandra aliamka mapema kwa mahaba mazito. Alimwandalia Kelvin chai ya rangi na vitafunio, akamsindikiza mume wake huku akimtakia kazi njema. Kelvin alipoondoka, Sandra aliamua kwenda kumsalimia mama yake mzazi, anayemiliki mgahawa maarufu wa Mama Sandra. "Binti yangu, unaonekana una heri sana," Mama Sandra alisema huku akimkumbatia binti yake. Sandra alicheka kwa furaha, akimhakikishia mama yake kuwa maisha ya ndoa ni matamu. Baada ya mazungumzo marefu, Sandra alielekea sokoni kununua mahitaji ya chakula cha usiku ili mume wake akirudi akute mapishi ya nyumbani. Alipokuwa akirejea nyumbani, mlangoni mwa mjengo wao, alimkuta mwanamume mmoja mchafu aliyekuwa akionekana kama ombaomba. Moyo wa Sandra ulijawa na huruma. "Chukua hii kaka, nenda kale chakula," Sandra alisema huku akimpa kiasi kikubwa cha pesa. Yule ombaomba alimtazama Sandra kwa macho yenye huzuni kuu, akataka kusema kitu lakini akasita, kisha akaondoka kwa mwendo wa unyonge. Usiku ulifika, Kelvin alirudi na wakala chakula pamoja. Kila kitu kilionekana kuwa sawa mpaka ilipofika saa 8 ya usiku. Sandra alihisi joto, akaamua kwenda bafuni kuoga kwenye bafu la kifahari lililokuwa limejaa povu na maua meupe. Ghafla taa zilianza kuwaka na kuzima. Hewa ikawa nzito na baridi kali. Sandra alipogeuka, alipiga ukelele uliogota koni. Mbele yake palitokea kiumbe kirefu, kimevaa joho jeusi lililochanika, chenye macho mekundu kama damu inayowaka moto. Kiumbe hicho kilinyoosha kidole chake kilichokauka kuelekea usoni kwa Sandra. "Usijaribu kumwambia mtu yoyote kuhusu kuwepo kwangu," sauti ya jini huyo ilinguruma kama radi iliyofichwa. "Ukisema, roho yako itakuwa mali yangu. Ahadi ya mumeo ni lazima itimie." Sandra alitetemeka, miguu ikikosa nguvu. "Ndiyo, sitasema," alijibu kwa sauti ya kukata. Usiku huo, usingizi ulikuwa haramu kwake. Kila alipofumba macho, aliona yale macho mekundu. Mapema asubuhi, Sandra alikimbia kwa mama yake. Akiwa na hofu na machozi, alishindwa kujizuia na kumsimulia mama yake mkasa wote. "Mama, nyumba ile ina jini. Kelvin ana siri." Mama Sandra alishtuka na kumpa binti yake maneno ya faraja, akimwambia awe makini sana. Aliporudi nyumbani, alimkuta Kelvin ameketi sebuleni, uso wake ukiwa na hasira ambayo Sandra hajawahi kuiona. Nyumba nzima ilikuwa na harufu ya uadui. "Mume wangu, mbona umekasirika?" Sandra aliuliza kwa hofu. Kelvin alisimama na kumsongelea, sauti yake ikiwa ya baridi. "Ulimwambia nini mama yako Sandra? Kwa nini unatafuta kifo?" Sandra alishtuka. Alijua amevunja sheria ya jini, lakini kitu kimoja kilimchanganya zaidi. Kelvin alijuaje? Ni nani aliyekuwa akimchunguza? Katika hali hiyo ya mzozo, Sandra alianza kuunganisha dondoo. Alikumbuka kuwa alikuwa na kaka yake aliyepotea miaka mingi iliyopita wakati wakiwa maskini. Alianza kufanya uchunguzi wake wa siri. Siku chache baadaye, aligundua ukweli uliompasua moyo. Yule ombaomba aliyekuwa akimpa pesa mlangoni hakuwa mgeni, alikuwa ni kaka yake mzazi, Baraka. Baraka alikuwa amegundua kuwa Kelvin alipata utajiri wake kwa kumtoa kafara ndugu yake mwenyewe, na sasa alikuwa akijaribu kumlinda Sandra asichukuliwe na jini yule. Kelvin alikuwa amemgeuza Baraka kuwa ombaomba kupitia nguvu za giza ili asipate sauti ya kusema ukweli. Mwisho wa mashaka, Sandra alijikuta katikati ya vita kuu. Mume tajiri anayemiliki jini na kaka yake maskini anayejua siri ya utajiri huo. Vita ya kuikomboa familia yake na nafsi yake ndiyo ilikuwa inaanza. Baada ya Kelvin kumtishia Sandra kwa hasira, mazingira ya nyumbani yale yalibadilika. Kila kona ya nyumba ilianza kutoa sauti za ajabu. Mara milango inajifunga yenyewe, mara harufu ya udi na damu inatanda hewani. Sandra aligundua kuwa Kelvin hakuwa mume tu, bali alikuwa ni mtumwa wa lile jini lenye macho ya damu.
Sandra, kama unataka kuendelea kula matunda ya utajiri huu, funga kinywa chako, Kelvin alimwambia usiku mmoja huku akimtazama kwa jicho la upande. Huyo ombaomba unayempa pesa, nimekuonya mara ngapi usimkaribie. Hapo ndipo Sandra alipopata uhakika. Kelvin alikuwa anajua kuwa yule ombaomba ni kaka yake Sandra, Baraka Sisaya, na alikuwa anafanya kila njia kuwatenganisha. Siku iliyofuata, Sandra alijifanya anakwenda kwa mama yake, lakini alizunguka na kumvizia Baraka kwenye kile kichochoro alichokuwa akijificha. Alimkuta kaka yake akiwa ameketi juu ya boksi, akitetemeka. Kaka Baraka, ni wewe kweli? Sandra aliuliza huku, machozi yakimtiririka. Baraka alinyanyua kichwa, macho yake yakiwa na huzuni kuu. Sandra akimbia, Kelvin si binadamu wa kawaida. Aliniibia nyota yangu na kunifanya niwe hivi, ili kumpendeza yule shetani anayemiliki hiyo nyumba. Kila unachokula, kila vazi unalovaa, vimejaa laana. Baraka alimweleza Sandra kuwa Kelvin alifanya agano la utajiri wa damu, na sharti lilikuwa ni kuhakikisha familia ya mke wake inabaki kuwa maskini wa kutupwa au kupotea kabisa. Baraka alipotea miaka hiyo kwa sababu Kelvin alimchukua na kumfanyia tambiko la kumziba sauti na akili. Sandra alirudi nyumbani akiwa na mpango. Alijua hawezi kupambana na Kelvin kwa mikono mitupu. Alikumbuka mama yake alimpa kichupa kidogo cha mafuta ya Baraka na kumwambia ayatumie wakati wa shida. Ilipofika saa 8 ya usiku, lile jini lilitokea tena bafuni. Wakati huu halikuja kuonya tu, bali lilikaribia kumshika Sandra shingoni. Umevunja ahadi, umesema siri. Jini lilinguruma na chumba chote kikajaa moshi wa zambarau na kijani kama unavyoonekana kwenye picha yako. Sandra, kwa ujasiri usio wa kawaida, alichukua yale mafuta na kuyamwagia kuelekea kwenye lile kiumbe huku akipiga kelele, ondoka kwenye nyumba hii kwa jina la aliye juu. Sauti ya ajabu ilisikika na jini lilitoweka kwa muda, lakini Kelvin aliingia bafuni hapo hapo, uso wake ukiwa umebadilika na kuwa wa kutisha kama mnyama. Umeamua kuniharibia Sandra, sasa utalipia. Sandra alifanikiwa kutoroka usiku ule ule na kukimbilia kwenye mgahawa wa mama yake. Alimkuta mama yake akiwa amewasha mishumaa akisali. Mama, Baraka amerudi, lakini Kelvin anataka kutuua, Sandra alilia. Mama Sandra alisimama kwa utulivu. Nilijua siku hii itafika. Kelvin alizani anaweza kununua familia yetu kwa pesa zake, lakini hajui kuwa damu ina nguvu kuliko dhahabu. Mama Sandra alimpa Sandra ufunguo wa sanduku la zamani. Ndani yake kulikuwa na picha ya baba yake Sandra na Baraka. Nenda kampe kaka yako picha hii, itamrudishia kumbukumbu zake na kuvunja uchawi wa Kelvin. Asubuhi na mapema, Sandra alirudi kwenye kichochoro cha Baraka akiwa ameshika picha aliyopewa na mama yake. Baraka alikuwa amezimia kwa njaa na uchovu. Sandra alimwamsha kwa upole na kumpa picha ile. Kaka Baraka, angalia hii, Sandra alisema huku machozi yakimtiririka. Baraka alichukua picha hiyo kwa mikono iliyotetemeka. Alipoiangalia vizuri, alianza kukumbuka. Picha hiyo ilikuwa na baba yao, mama yao, na wao wawili wakiwa watoto wadogo, wakicheka kwa furaha kwenye bustani ya nyumba yao ya zamani. Ghafla, macho ya Baraka yalipanuka na uchawi uliokuwa umemfunika ukaanza kuvunjika. Mama, Sandra, Baraka alipiga kelele, sauti yake ikirejea, na macho yake yaliacha kuwa mekundu na badala yake yakaonyesha akili iliyokuwa imepotea. Ninakumbuka, Kelvin alifanya mkataba na jini, akanitumia mimi kama kafara ya kwanza. Alinifanya nisiwe na akili ili aweze kuendelea na utajiri wake wa giza. Baraka alimkumbatia Sandra kwa nguvu, na kwa mara ya kwanza baada ya miaka mingi, familia ile ilikutana tena, ingawa katika mazingira magumu. Wakiwa wameungana na Baraka akiwa amerejeshewa akili, Sandra na mama yake waliamua kurudi kwenye mjengo wa kifahari. Hawakwenda peke yao, walifuatana na kundi la waumini na viongozi wa dini waliokuwa na uzoefu katika kupambana na nguvu za giza. Walipofika mlangoni, Kelvin alikuwa amesimama, uso wake umejaa ghadhabu na machozi. Jini lilikuwa limemtoka na sasa lilikuwa limemvaa kabisa. Hakuwa tena Kelvin, bali alikuwa kiumbe cha kutisha kilichokuwa kimetumika kama chombo cha jini. Mmejaribu kuniharibia. Sauti ya Kelvin ilikuwa ya kunguruma, lakini si yake, bali ya jini. Hakuna atakayenikomboa kutoka hapa. Baraka alinyanyuka, nguvu ya damu ya kifamilia ikimpa ujasiri. Kelvin, nimekuja kukukomboa. Utajiri huu si wa kweli, ni pingu tu za roho yako. Ndipo kikatokea kitu kisichotarajiwa. Jini, likiwa limekasirika kwa Baraka kuvunja uchawi wake, lilianza kumtesa Kelvin, likimpiga na kumwangusha chini. Lilikuwa likimwadhibu kwa kushindwa kwake. Viongozi wa dini walianza kuomba kwa nguvu, wakitumia maandiko matakatifu na maji ya Baraka.
jini lilijitahidi kupambana, likitoa milio ya kutisha na harufu mbaya ya kiberiti. Sandra na mama yake waliungana katika maombi, huku Baraka akishuhudia. Mwishowe, kwa nguvu za maombi na imani, jini lilianza kudhoofika. Moshi mweusi ulianza kutoka kwenye mwili wa Kelvin, na hatimaye, kwa mlio mkubwa, jini lilitoweka kabisa, likiacha nyuma harufu mbaya na giza zito. Kelvin alianguka chini, akiwa amechoka na dhaifu, lakini huru. Kelvin alichukuliwa na kupelekwa hospitalini. Baada ya kupata nafuu, alikiri makosa yake yote. Alieleza jinsi alivyokutana na jini hilo miaka iliyopita na kufanya agano la utajiri wa haraka kwa bei ya roho yake na familia ya mkewe. Alimwomba msamaha Sandra na Baraka, akionyesha toba ya kweli. Sandra na Baraka walimsamehe. Walijua kuwa Kelvin hakuwa ameishia kuwa mbaya, bali alidanganywa na nguvu za giza. Mjengo ule wa kifahari uliosababisha mateso mengi uliuzwa, na pesa zake zilitumika kusaidia jamii na kujenga nyumba mpya kwa Baraka na mama yao. Sandra hakuendelea na ndoa na Kelvin, lakini walibaki kuwa marafiki, na Kelvin alijitahidi kujirekebisha maisha yake na kutafuta amani ya kweli. Baraka alifungua biashara yake mwenyewe, akawa mfanyabiashara anayeheshimika. Mama Sandra aliendelea na mgahawa wake, Mama Sandra, uliokuwa ukistawi zaidi. Familia ya Sandra iligundua kuwa utajiri wa kweli haupatikani katika majengo ya kifahari au pesa nyingi, bali katika upendo wa kifamilia, amani ya roho na imani isiyoyumba. Walijifunza kuwa hata gizani, mwanga wa ukweli na upendo unaweza kuleta ukombozi.